sasa. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba serikali imewahakikishia wakazi wa kaunti ndogo Bangale kuwa wote waliohusika katika mapigano ya hivi karibuni yaliyosababisha vifo watachukuliwa hatua za kisheria baada ya muda uliowekwa wa kusalimisha silaha haramu kukamilika. Akizungumza wakati wa mkutano wa usalama uliofanyika huko Madogo, kaunti ndogo ya Tana River, kamishna wa eneo la Pwani Paul Rotich aliwataka pia wakazi wa Bangale kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kusalimisha silaha haramu na kutoa taarifa zitakazosaidia kurejesha amani katika eneo hilo. Rotich alisema operesheni hiyo iliongozwa na taarifa za kiintelijensia ilibaini kwamba kuna jumla ya bunduki haramu 104 zinazomilikiwa na raia. Aliwaagiza waliokuwa wakizimiliki kuzisalimisha ndani ya muda uliowekwa, akionya kwamba baada ya muda huo kukamilika, serikali itaanzisha operesheni kali ya kuzikusanya silaha hizo kwa nguvu. Mtu anafanya maafa, hakuna kitu ambaye inafanyika kwake. Juzi wakati alikuwa hii mambo alikuwa inaanzika, imeanzwa na huyo ACC pamoja na nini. Hiyo bunduki imepigwa pale, mpaka sasa hiyo bunduki haijapatikana, liko hapa tu. Wakati mambo imeharibika, mambo inafanyika, ndio leo mnakuja kwetu mnasema bunduki ipatikane. Vile mnasema bunduki zichukuliwe. Na tusibembelezane, hata ikiwa imepata kwangu ni nyorosho ichukuliwe hiyo bunduki. Kwa sababu bila usalama hatuwezi tukasoma, watoto hawezi wakasoma. Bila usalama hatuwezi tukaishi. Bila usalama hatuwezi kuwa na maendeleo. Ya nini tubebe bunduki kama bunduki haisaidii usalama? Tusikubali tutumiwe. Watu watakuja na maneno matamu, na yule anakuja na maneno matamu kuna nia nyingine hapo nayo. Msipiganishwe. Nyinyi ni watu moja, nyinyi ni watu ya Kenya, na kila mtu hapo na haki ya kuishi popote Kenya. Na tukitoka Tana River